Msimamo wa ACT Wazalendo ni kama ufuatao: iundwe tume huru ya uchunguzi nje ya serikali kuchunguza matukio yote yaliyosababishwa kuvurugwa kwa uchaguzi mzima na wale waliohusika kuharibu kwa makusudi wawajibike. 4. Kuundwe timu ya maridhiano iliyo huru, National Commission Cohesion, itakayoleta pamoja viongozi wa serikali, viongozi wa upinzani, wananchi, viongozi wa dini na wadau wengine wote wa muhimu katika kuleta na lengo la kukomesha uonevu na kuweka mfumo bora wa uendeshaji wa nchi. 5. Tunataka mageuzi ya kidemokrasia, hususan katiba mpya itakayounda tume huru ya uchaguzi, itakayoweka mipaka iliyo wazi kati ya dola na chama tawala na kuweka uhuru wa vyombo vya habari na vyama vya siasa. 6. Tutaipeleka mahakamani INEC kuzuia kuapishwa kwa wabunge wa viti maalum na kuilazimisha INEC kuleta takwimu hadharani walizotumia kukotoa na kuteua viti maalum vya ubunge. Pia tunatoa wito kwa Watanzania wote kuwa na mshikamano wakati huu ambapo taifa letu linapita kwenye mtihani mkubwa na kuhakikisha kuwa kwa pamoja tunapigania haki za raia. ACT Wazalendo inaamini kuwa Tanzania haitajengwa kwa hofu bali kwa uadilifu wa viongozi na uongozi uliopata ridhaa ya wananchi. Rai yetu kwa wananchi ni kuungana kuilinda demokrasia. Mungu ibariki Tanzania, taifa la wote, maslahi ya wote. Mmekokotoa au vikokotoo vya upatikanaji wa viti maalum. Swala zima kwanza la idadi ya kura ili kuweza kupata wabunge wa viti maalum linahusishwa pia na idadi hizo za kura kupata ruzuku kwenye chama. Kama alivyosema kiongozi wa chama, baada ya kujumlisha kwa matokeo yao hayo waliokuwa wakiyatangaza, sisi tumepata kura 2,222,164 sawa na 6.7 na kitu. Tafsiri yake, kama ni kupata wabunge wa viti maalum, tulipaswa tupate wabunge 8, lakini pia kwa mchakato huo kwa ruzuku ni zaidi ya milioni 80 kwa mwezi. Na jambo hili lipo kisheria. Mnapopata kura za wabunge, zile kura za wabunge zikishajumlishwa, 5% ya kura hizo mkiwa mmepata 5%, kuanzia 5% ndio mnapata wabunge 6 wa viti maalum na ruzuku. Sasa kinachoshangaza, haipo sheria ya kupata wabunge 2 wa viti maalum. Hiyo sheria haipo. Kwa ndio maana tunasema tutaenda mahakamani kwa swala hili ili tupate ufafanuzi wa kisheria. Wale waliopata wabunge 2 walipata kwa asilimia ngapi? Na je, wamepewa hao alafu baadaye wataongezewa ili watimie 6? Ama je, wamefika 5% au walifika 1%? Na kama walikuwa 1% au 2, walipataje wabunge wa viti maalum? Kwa hiyo wabunge wa viti maalum na ruzuku zinatokana na taratibu, kanuni na sheria zilizopo. Kwa hiyo huwezi kuteua kwa matakwa yako. Unateua kutokana na sheria inasema nini kuhusiana na hizi kura. Kwa hiyo sisi tulistahili kupata kwa mujibu wa kura walizozitangaza za wabunge nchi nzima na asilimia ya kura ambazo tulizipata sisi. Nadhani nimejibu.